Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa ripoti tulizokuwa nazo ni rais wa Venezuela Nicolas Maduro amemwambia rais wa Marekani Donald Trump kwamba atajiuzulu baada ya miezi 18. Hata hivyo, hii ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuambia waandishi wa habari kuwa alikuwa na simu na rais wa Venezuela Nicolas Maduro, lakini hakuangazia maneno mahususi ya simu hiyo. Sitaki kutoa maoni juu yake, jibu ni ndio, Trump alisema. Singesema ilikwenda vizuri au mbaya, ilikuwa ni simu tu. Trump pia aliwaambia waandishi wa habari juu ya onyo lake kwa mitandao ya kijamii kwamba anga Venezuela inapaswa kuchukuliwa kuwa imefungwa, sio ishara kwamba shambulio la anga liko karibu. Usisome chochote ndani yake, rais huyu alisema. Trump alisema alitoa onyo kwa anga kwa sababu tunaiona Venezuela kuwa si nchi rafiki sana. Hata hivyo, rais wa Venezuela Nicolas Maduro amesema kwamba kutokana na mambo ambayo Marekani inataka kuyafanya, hasa kuifunga anga yake, huu ni sawa na ukoloni, na namna ambavyo rais huyo wa Marekani anataka ni kutaka rasilimali za mafuta nchini Venezuela. Muda mfupi baada ya Trump kuthibitisha simu yao, Maduro alijitokeza hadharani kwa mara ya kwanza baada ya siku chache na kumaliza uvumi ndani ya nchi kwamba ametoroka. Siku ya Jumamosi, rais wa Marekani alitoa agizo pana kwenye mitandao ya kijamii akionya mashirika ya ndege, marubani na mitandao ya uhalifu kuepuka anga ya Venezuela. Tafadhali zingatieni anga ya juu na inayozunguka Venezuela kuwa imefungwa kwa ukamilifu, aliandika katika chapisho la Truth Social. Kauli ya Trump kuhusu kufunga anga ya Venezuela ilikuja huku kukiwa na juhudi kubwa za utawala wake kumuondoa Maduro ofisini. Chapisho hilo linasema kuwa katika wiki za hivi karibuni, Trump alikiri kwamba alikuwa ametia saini mipango ya CIA kufanya kazi ndani ya Venezuela kwa lengo la kuzuia mtiririko haramu wa wahamiaji na dawa za kulevya kutoka taifa hilo la Amerika ya Kusini. Trump alimteua Maduro na washirika wake wa serikali kama wanachama wa shirika la kigaidi mapema wiki hii, hatua ambayo maafisa wa utawala wanadai kuwa itaipa Marekani chaguzi zaidi za kijeshi kwa kushambulia ndani ya Venezuela. Ikinukuu chanzo kinachofahamu majadiliano, shirika la habari la CNN limeandika kwamba wakati wa mazungumzo ya awali yasiokuwa rasmi kati ya Marekani na Venezuela, Maduro alionyesha uwazi wa hatima yake ya kuachia ngazi, ingawa inaweza ikawa kwa miezi 18 ijayo, kwa maana ya mwaka mmoja na miezi 6. Ingawa baadhi ya maafisa wa Marekani walidhani hili linaweza kuleta suluhu, ikulu ya Marekani hatimaye ilihitimisha kwamba ingeunga mkono tu mpango ambao ulishuhudia kuondoka mara moja kwa Maduro. Hivi majuzi uhusiano kati ya Venezuela na Marekani umedorora kutokana na kuletwa kwa meli za kivita za Marekani na wanajeshi katika bahari ya Caribbean. Utawala wa Trump umesema lengo la kupeleka meli za kivita nchini Venezuela sio tu kupambana na walanguzi wa dawa za kulevya, bali pia kumuondoa madarakani rais Nicolas Maduro ambaye Marekani haimuoni kuwa rais aliyechaguliwa kihalali. Na ndio maana Marekani imekuwa ikitishia mara kwa mara juu ya kuanzisha mashambulizi ndani ya taifa hilo la Venezuela. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho kimeelezwa na baadhi ya vyombo vya habari vilivyomnukuu Nicolas Maduro na taarifa iliyotolewa na rais wa Marekani bwana Donald Trump juu ya kujiuzulu kwa baada ya miezi 18 Nicolas Maduro, ambapo Marekani ilitoa onyo na kwamba ingekuwa na uwezekano wa kumkamata Nicolas Maduro wakati wowote, ambapo ilitoa hadi kiasi cha dola milioni 50 kwa yeyote ambaye ataweza kumkamata Nicolas Maduro. Endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.